قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Taasisi ya kusimamia mashindano ya kuhifadhisha Qur'an Al-Hikma Foundation Zanzibar imefanya mashindano ya mwisho kumpata mshindi ataiwakilisha Zanzibar katika mashindano makubwa ya Afrika. Mashindano hayo ya mchujo yamefanyika katika msikiti wa Swahaba Mtoni Kidatu mjini Zanzibar, ambapo vyuo mbalimbali kutoka Unguja na Pemba vimeshiriki katika mashindano hayo. Akizungumza katika mashindano hayo, mwenyekiti wa taasisi ya Al-Hikma Foundation kwa upande wa Zanzibar, ndugu Omar Hussein amesema kwa Zanzibar ni mara ya tatu tuseme. Mara ya kwanza tulikwenda na mshiriki ambaye tulikwenda naye hapa kutoka Zanzibar, anaitwa Shamsuddin. Bahati nzuri alhamdulillah alipokwenda alipata nafasi ya 3 katika mashindano ya Afrika katika washiriki 18. Na mwaka jana tulikuwa na kijana mwingine ambaye anaitwa Abdul Swamad, lakini bahati mbaya kutokana na mlipuko wa maradhi ya corona mashindano hayakufanyika, yametaakhir kidogo. Na mwaka huu alitaka sana kushiriki kijana, lakini bahati mbaya na sababu ambazo haziepukiki hatukuweza kuwa naye. Lakini hii itakuwa ni mara yetu ya 3 kwa Zanzibar kushiriki katika mashindano haya makubwa. Kwa watoto wa kiume vijana umri wao ni miaka isiyozidi 25. Labda kwa wanawake umri ulikuwa umewekwa miaka isiyozidi 12. Na mara hii bahati mbaya hatukupata, lakini mwaka juzi alikuwepo mshiriki wa kike. Bahati mbaya hakupata fursa ya kwenda kuwakilisha kule, lakini hapa katika musabaka alikuwepo. Mwamko kama kawaida, jambo la Qur'ani kwa visiwa vyetu vya Zanzibar ni jambo kubwa sana ambalo kila mmoja analao, ni uelewa mkubwa tu. Tatizo ni kwamba swala la Qur'ani si swala dogo. Ingekuwa kama ni swala la mpira au jambo jingine, ungekuta vijana kundi wengi, lakini swala la Qur'ani swala gumu sana. Hata kama ingeambiwa wazazi pengine watu wazima, nao ingekuwa gumu sana. Lakini alhamdulillah kwa kiasi watu waliohifadhi Qur'ani Zanzibar wako wengi sana. Lakini kwa kiasi tulichopata mara hii ni hawa washiriki wetu 8 ambao wametuwakilisha katika hili jambo. Lakini alhamdulillah mwamko ni mzuri na kila tukenda mbele basi tunazidi kusonga mbele. Kwa upande wake katibu wa taasisi hiyo ndugu Abdullah Abdurrahman amesema na Al-Hikma Foundation ni taasisi pana, ni taasisi ambayo inajishughulisha na mashindano haya ya Qur'ani ya Afrika. Na kama unakumbuka ndugu mtangazaji kwamba mwaka juzi Mheshimiwa Rais alikuwa ndo mgeni rasmi pale. Kwa hiyo ni taasisi ambayo inafanya mambo mengi, lakini moja hapo ni hili la mashindano. Kwa hiyo taasisi hii pia ina branch yake huku Zanzibar, ambayo mwenyekiti wake ni Sheikh Omar. Mwenyekiti wake Sheikh Omar na katibu wake Sheikh Mbaruk. Kwa hiyo leo ni siku ya mchujo wa Zanzibar, kijumuisha visiwa vya Pemba na Unguja. Hivyo basi mimi kama katibu nimepaswa kuja kushuhudia hili jambo kwa macho yangu ili kuwaunga mkono wenzetu wa Zanzibar. Naye mshiriki wa mashindano hayo ambaye amepata nafasi ya kwenda kuiwakilisha Zanzibar, ndugu Ishaq Muhammad, amewataka wanafunzi wenzake kutokata tamaa katika kusoma Qur'an tukufu. Namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kupata nafasi ya kushiriki mchujo huu Al-Hikma Foundation kupitia Zanzibar, na Allah kunijalia kuwa mwakilishi wa Zanzibar. Vile vile nawashukuru sana wanafunzi wenzangu, pia ninawaomba wasikate tamaa, kwani kwenye kutafuta huwa mtu hachoki na hujui Allah atakupa wapi. Waendelee kufanya bidii, hapa sio mwisho. Na pia vile vile wajue lengo la Qur'an si kushiriki mashindani tu labda ukapata ushindi, zawadi hizi na zile. Qur'an hasa lengo lake ni kuongoza watu katika njia nyooka, na kubwa zaidi ni kupata mafanikio hapa duniani na kesho akhira. Kwa kweli katika kitu ambacho kinakuwa kina udhaifu kwa Waislamu, tunashindwa kuona utukufu wa mambo kama haya. Allah anasema waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Yote ambaye anaweza kuyatukuza mama tukufu kama haya miongoni mwa Qur'ani, basi ni katika ucha Mungu ndani ya moyo. Kwa hiyo kwa kweli mwamko upo, lakini bado ni kidogo sana. Unahitajika juhudi kubwa watu waweze kuamka na kuona umuhimu wa jambo hili. Upo alhamdulillah rabbil alamin, si haba sivyo ilivyo kwa mwanzo, lakini bado juhudi kubwa inatakana ipatikane na watu waamke waone umuhimu wa jambo hili ili tushirikiane, kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فقال الملأ الذين كفروا من
قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم صدق الله العظيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Nikiripoti mimi ni Ramadhani Singano, Riyadh TV.